sitaki kusema kwamba ni playboy. Wewe sema Oscar utaki kujielezea sana. Mbona maelezo yanakuwa mengi? Napenda wimbo wa playboy. Lakini sio kwamba mimi ni playboy. Ila napenda hii ngoma. Beni, humu ndani nikisikia unafanya R&B. Ndio. Humu kuna beat ya hip hop. Ndio. Nini kilitokea? Actually, tena swali zuri. Playboy kwanza ndo wimbo ulionipa ticket mimi kwenye ile label ya M-Lab. Nilikuwa napita na producer anaitwa producer Mbezi. Kwa hiyo tumepita pale studio kwa Duke, nikimbisha alikuwa ana record Playboy. Sasa Duke anaikumbuka sura yangu kwamba huyu jamaa alikuwa kati THT na nini, ashakujaga hapa kusaidia nyimbo za watu. Kwa hiyo akaniambia bwana, kuna hapo Nicky ana record, unaweza kumwekea hivyo vipande I'm a playboy kwenye chorus. Nikaweka vile vipande. Nilipoweka vile vipande hapo kule mwishoni nikapiga zile za sauti za juu zile. Yale masauti ya mwisho yale. Ukisikiaga wimbo kama una voice afu msanii anaimba sana juu, nikapiga na zile. Basi mimi nikaondoka zangu karudi zangu Vingunguti. Siku nimekaa ndo Duke ananipigia simu. Kumbe walikuwa wanasikiliza ile chorus, wanasikiliza vile vidude mwisho kule. Huyu jamaa huyu, ngoja aje hapa tumjaribu kitu chake mwenyewe kizima. Ndio nikaitwa, nikapewa kama interview, nikapewa beat ya Patara, nikaandika pale kama 2 hours, wimbo umeisha. Nika-record, wakawa impressed. Kesho yake nimekuja nimepewa beat ya Nikikupata. Nikikupata nikamaliza. Kumaliza basi jamaa huyu tumfanye naye album nzima. Kwa hiyo Playboy ilileta ndo ticket ilikuwa. Ndo pale ilikuwa kama uwanja wangu onesha uwezo wako. Window ndogo, yani napendaga hata kuambia sometimes vijana tukikutana na vijana wenzangu. Haijalishi hiyo window ni ndogo kiasi gani. Wewe fanya kama yani hiyo ndo unamaliza kila kitu. Pewa nafasi usicheze. Maliza kila kitu. Useme kwamba jamaa amenipa chorus tu mwanangu kama back vocal tu. Wewe komesha back vocal ili watu wakikaa wana mute kila kitu wanasikiza back vocal zako tu. Sema jamaa huyu kama Jahimu hivi kama Maxwell hivi yani wanaanza ndo hata utakaponisikia mimi leo